Njia kuelekea mafanikio na njia kuelekea kutokufanikiwa almost zote ziko sawa. Inategemeana na namna ambavyo wewe binafsi umeamua kuchagua njia ipi uende nayo. Unapofikiria mafanikio yoyote, kupanga malengo yako, ni lazima upange, lakini kushindwa kupanga tayari umeshaamua ni njia ya kutokufanikiwa ndio utakayoiendea. Kwa hiyo na kufanikiwa katika mipango au malengo ambayo umekuwa nayo inategemea kwanza na wewe ulivyoamua kujichagua, kwa sababu maisha yanaanza pale utakapoamua kujichagua wewe kwanza ili kuyaelekea mafanikio, ili kuyakabili mafanikio, utaweza kufanikiwa zaidi. Unawezaje kujichagua wewe mwenyewe? Hakikisha ya kwamba katika nyenzo zote au katika hatua zote ambazo umekuwa ukizifanya, wa kwanza ni kufahamu mazuri au mabaya yako ni yapi, yani strength na weakness ulizonazo. Madhaifu ulionayo ni yapi? Kujua madhaifu yako sio kikwazo cha wewe kushindwa kufikia malengo yako. Inakusaidia kuweza kujitendea tathmini nzuri au kujifanyia tathmini nzuri ili uweze kurekebisha baadhi ya madhaifu ambayo unayo katika hatua mbalimbali ambazo umekuwa ukizifanya. Unapofahamu kwamba una uwezo fulani, una strength fulani katika kufanikisha malengo fulani katika maisha, katika jambo fulani, ni swala bora, kwa sababu utakuwa na uwanja mpana wa kujua ya kwamba uwezo kamili ulionao unatosheleza au hautoshelezi kuweza kukabiliana na jambo ambalo umepaswa kulifanya. Kwa hiyo namna ya kujichagua ni hatua au ni kitu ambacho unapaswa kujijengea mazoea. Hauwezi ukaanza tu kujichagua au hauwezi kuwa na uwezo huo. Lazima kwanza uwe na tathmini sahihi ya kwamba wewe ni nani na wewe unataka nini katika maisha, na unataka katika hatua zipi au kwa njia zipi unataka mafanikio yako. Kwa hiyo unaweza ukawa na malengo mazuri, unaweza ukawa na fursa zipo zinatosheleza, unaweza ukawa na watu sahihi katika mifumo ya biashara zako, unaweza ukawa na mifumo sahihi, lakini kushindwa kujua ya kwamba thamani yako ni ipi, utakuwa pia hauwezi kufikia malengo yako, kwa sababu ni sawasawa na gari lipo lakini likakosa dereva. Wewe ndiye dereva wa mafanikio yako. Ili uweze kupiga hatua, kuweza kuchukua hatua ya kuweza kufanikiwa, jichague kwanza wewe, uelewe uwezo wako ni upi, uelewe madhaifu yako ni yapi, na yote kwa pamoja yana mchango sahihi katika maisha. Sasa asilimia kubwa wengi wanaoshindwa kufanikiwa ni kwa sababu ametanguliza hofu mbele, na hofu ni miongoni mwa hisia hasi ambayo imekwamisha watu wengi. Maamuzi yameshindwa kufikiwa sahihi kwa sababu ana hofu ya kesho itakuwaje. Inawezekana pia umeshindwa kufikia malengo yako ya kiuchumi kwa sababu kesho unajua una hofu ya kwamba ninaifikieje kesho. Inawezekana unakabiliana na matumizi mengi katika maisha yako, watoto, ada, shule. Umekuwa ukikabiliana na labda mipango mbalimbali ambayo unapaswa kuifanya katika maendeleo ya kwako binafsi, uwe na nyumba ya kuishi, uwe na biashara, uwe na miundombinu ya kuwekeza. Hofu imekupelekea ukashindwa kuyafikia hayo yote, kwa sababu hofu inaleta kufanya maamuzi kwa paniki, na kuweza kufanya maamuzi kwa paniki ni sawasawa na mfamaji ambaye anapokuwa amejua kwamba anakwenda kufa. Yeyote ambaye anaona chochote ambacho anakiona kama nyenzo ya kuweza kufanikiwa atatumia nguvu zake kuweza kukidisturb ili aweze kuokolewa. Ndio maana pia hata wale ambao ni wataalamu wa kuokoa watu, anapokuwa mtu amezama katika maji, anamwacha kwanza ili aishiwe na nguvu. Anapokuwa ameishiwa na nguvu, ina maana yuko tayari kwa hatua yote ambayo anaweza akasaidiwa. Anapokuwa akisaidiwa katika zile hatua za kwanza, kwa sababu ana paniki, inaweza ikamsababisha hata anayemuokoa kuweza kuzama yeye pamoja na yeye ambaye amekuwa akimuokoa. Kwa hiyo angalia maisha yako, hayapaswi kuwa na paniki. Haupaswi kufanya maisha au maamuzi kwa paniki. Na ili uweze kuishinda hofu, hakikisha mambo yafuatayo unakuwa unayajengea mtizamo na unakuwa umeyajengea misingi imara au mifumo imara, kuhakikisha kwamba hofu unaikabili. Hofu sio mbaya, kwa sababu hofu inakuonyesha ya kwamba kuna sehemu fulani ya maisha yako, ya mfumo fulani haujakaa sawa. Kwa hiyo usipambane na hofu, usipambane na negative emotion yoyote katika maisha. Na hofu inashikilia namba moja, kwa sababu asilimia kubwa inachukua nguvu kubwa ya ubongo na fikra, hatimaye inahakikisha na zile zingine. Unaweza kukuta mtu ana tamaa, mtu ana hasira, hizi ni ndogo ndogo, lakini kubwa katika hisia hasi ni hofu ambayo unakuwa unakabiliana nayo. Kwa hofu inakuonyesha ya kwamba kuna sehemu hakuko sawa katika mifumo ya maisha yako, na ubongo unatafsiri mambo fulani ambavyo unayakabili. Inawezekana hali ya uchumi haiko vizuri kwako. Unapoiogopa, unapoikabili siku kwa kuogopa ya kwamba je, kesho itakuwaje? Kama nimefanikiwa labda kupata chakula cha asubuhi, mchana itakuwaje? Ile hofu inatafsiriwa katika ubongo ya kwamba hili jambo ni hatari. Vile vile kama ni hatari, basi mambo ya mafanikio ya fedha yakae mbali, kwa sababu ndivyo ubongo umeumbwa kutafakari na kutafsiri. Unapogundua kwamba kuna jambo fulani unaliogopa, kwanza litafute
na ulipe jina ya kwamba kweli hofu ipo, likubaliana nalo. Na utakapokubaliana nalo, nenda katika hatua ya kwamba kama lipo, nina uwezo wa kukabiliana nalo, kwa sababu utalikabili kwa kuwa na evidence mbalimbali za maisha yako. Unapokutana na hofu, jambo fulani ambalo unaliona kwamba ni gumu, usilikatae, ilikubali kwamba hili jambo ni kweli ni gumu na inawezekana likakupa changamoto, lakini kumbuka mambo mengi ambayo katika uzoefu wako wa maisha nyuma uliweza kufanikiwa. Sio mambo yote yalikuwa ni rahisi. Kwa ule uzoefu unalikabili jambo lako kwa evidence, na unakuwa na uthibitisho sahihi kwamba kama yale kule niliyaweza, hata hili naliweza. Asilimia kubwa ya watu wengi ambao wamekwama kwa sababu tu amefikiria nadharia sana kwamba ninashindwa kufanya jambo hili, akaacha uwezo sahihi. Inawezekana una vitendea kazi, una nyenzo sahihi, una resources, rasilimali zote za kukabiliana na hilo jambo, lakini kwa mindset yako kuingiwa na hofu ya kwamba hofu ikakudrive, hauwezi kupiga hatua yoyote katika maisha, na utajikuta kila siku unakuwa pale pale. Kwa uwezo wa kujichagua wewe mwenyewe ni nani, ni namna ya kuweza kukabiliana na hofu na kuiweka pembeni ili uweze kwenda. Ukweli ni kwamba mafanikio au malengo, zile positive emotion, una uwezo wa kuziongeza na ukazisikia zenyewe katika maisha. Kwa mfano, unaweza ukawa na upendo, unaweza ukawa na furaha, unaweza ukawa na namna fulani ya kuridhika. Zile zote zinakuonyesha ya kwamba mifumo yako inaenda vizuri na inatenda kazi vizuri. Lakini ziko emotion au hisia ambazo ni hasi. Kila wakati ukifikiria, unapokuwa na tamaa juu ya kitu fulani, unapokuwa na hasira, unapokuwa na wivu, hizi zinakuonyesha ya kwamba kuna mfumo fulani hauko sahihi kulingana na matarajio ambayo umekuwa nayo. Kwa zote zinakuonyesha, unakabiliana nazo kwa sababu ziko sio kama ni sehemu ya adui, ni sehemu ya kukufanya wewe uweze kutambua mifumo yako iliyoko ndani ya maisha yako, ya kwamba kuna sehemu aidha kuko sawa au hakuko sawa. Na ndio maana unashauriwa usifanye maamuzi yoyote ukiwa na hasira, wala usiahidi ukiwa na furaha, kwa sababu unaweza ukafanya maamuzi au ukatamka jambo ambalo ukashindwa kulitekeleza kwa wakati unaofuata, kwa sababu umefanya aidha kwa furaha sana au kwa hofu, ukiwa na jambo fulani na hisia hasi ikiwa ndio imechukua hatma yake. Kwa jambo lote unapokabiliana nalo, ili uweze kufanya uchaguzi sahihi wa wewe mwenyewe, kwanza lazima uwe na utulivu. Ni kweli unaweza kuwa na stress, lakini tulia na uweze kufanya maamuzi sahihi kwa wakati unaokabili. Ni kweli watu wengi wanakabiliana na hofu au stress ambazo zinafanya maisha yao yawe na ukabilivu. Huwezi ukaandaa vita wakati wa vita. Maandalizi ya vita yanafanyika wakati wa amani, ili vita inapotokea uweze kukabiliana na vita. Kwa unapojikuta kwamba uko kwenye vita na ukujiandaa vizuri, cha kufanya ni kuondokana tu na hiyo vita, aidha kutaka amani au kujizuia tu usiweze kufa, ili uweze kurudi nyuma na kupanga mifumo yako sahihi ya maisha. Maisha yanaanza pale utakapojichagua. Pale utakapochagua kwamba vipaumbele ulivyovitaka katika maisha ndivyo unapovitekeleza. Pale utakapochagua kwamba vipaumbele ambavyo umevitaka katika maisha ndivyo utakavyoviwekezea, ndivyo utakavyovifanyia kazi. Pale utakapojichagua ya kwamba muda wako mwingi unautumia kujiendeleza wewe binafsi zidi ya wale wengine ambao wamekuwa wakikufuata, ni namna ambavyo utajichagua kwamba wale mawazo mengi yanayotoka nje, yale influence zote za nje utazikabili kwa kuzizuia, kusema hizi hapana, na kuzikuza zile ambazo ni za kwako, influence zote ambazo zinatoka ndani. Kwa mawazo mengi ambayo yanatoka nje ni mawazo tu, lakini fakti sahihi unazo wewe, kwa sababu kila ukilala ni wewe, kila ukiamka ni wewe. Kwa wewe una ukweli sahihi wa maisha yako, sio mtu mwingine. Na ukisikia mtu anakushauri juu ya jambo fulani, anasema kwa upeo alionao yeye juu ya experience yake ya maisha au uzoefu wake wa maisha. Kwa namna ya kujichagua ni namna ya kutaka mifumo sahihi kwako na kuwa tayari kuijenga, kwa sababu mafanikio sio tukio ambalo linatokea tu ili mradi, ni mchakato ambao lazima uwe na mwendelezo wa hatua ndogo ndogo kufikia mafanikio. Kwa unapokuwa na nidhamu bora ya wewe umejichagua, umejua unataka nini na kwa nini unataka hicho kitu na kitafanyika kwa namna gani, umeweka mipango yako vizuri, utakuwa na uwezo mzuri wa kupima maendeleo yako, kwa sababu hauwezi kusimamia kitu ambacho haukipimi. Yaani mfano, kama unasema nitajiendeleza ndani ya masaa 3, ina maana tayari kile kitu kinapimika. Masaa 3 yakiisha, unaweza kujitathmini, je, nimefanya kipi ndani ya masaa 3? Lakini ukiwa unasema tu kwamba nitajiendeleza, malengo yako yakawa katika namna hiyo ya general au ya namna ambavyo haiwezi kupimika, ni ngumu hata wewe kujitathmini. Kwa hata wewe kama hauna malengo aidha ya miezi 3, ya miezi 6, ya mwaka mmoja, ya miaka 5, unakuwa bado unajipotezea muda mrefu. Na namna ya kujichagua ni unaanza pale ambapo tayari unaweza kupata ujumbe huu. Kumbuka ya kwamba ili uweze kupanga miaka 5 ya mbele, niangalia miaka 5 ya nyuma nimefanya nini. Wakati fulani unaweza ukasema kwamba nipange miaka 5 labda ni muda mrefu sana. Hata katika uwekezaji
wengi hawaanzi kuwekeza kwa sababu anasema kwamba niwekeze kwa faida ya nani? Lakini ukitaka uone faida ya kuwekeza miaka 5, miaka 10, angalia miaka 5 nyuma umefanya nini na miaka 10 nyuma umefanya kipi. Utakapogundua kwamba muda umeisha tu haujui umefanya kipi, una haja ya kupanga. Kwa una sababu ya msingi ya kuweza kupanga. Kwa jichague jinsi ya kuendesha maisha yako. Jua ya kwamba wewe ndiye muendeshaji, wewe ndio dereva wa maisha yako. Utajiunganisha kweli na chanzo chako ambaye amekuumba, lakini maombi yako yote kuelekea kwake hayaondoi wajibu wako wa kuweza kufanya. Wajibu wa kupanga na kujua nini cha kufanya na kupanga kwa namna gani, utaweza kufikiria namna ya mchakato katika maisha yako. Kwa hiyo jambo la kufahamu kwamba nataka nini na kwa nini nalitaka, hiyo ni kazi yako. Lakini namna gani litafanyika na litafanyika lini, hiyo muachie. Wewe fanya jukumu lako, achia mbingu, achia Mungu kwamba afanye jambo kwa wakati wake. Kwa hiyo utajikuta ya kwamba kila asubuhi unapojiunganisha na Mungu, jiunganisha ukiwa na uelewa kwamba kile ninachokitamani kifanye kazi katika maisha yangu, ninaomba uongozi wa Mwenyezi Mungu ili uniongoze katika lengo ambalo ameniwekea uwezo huo niweze kulifanya. Unajiunganisha ili uweze kutimiza malengo yako katika maisha. Unajitegemeza kwake kwamba kile ulichokusudia nikifanye. Na kumbuka ya kwamba kusudi lako katika maisha ni wengine wafaidike, sio kwa ajili yako. Kwa kusudi lako la maisha ili uweze kulijua ni namna gani uko tayari kuwasaidia wengine, ni namna gani uko tayari kusolve jambo kubwa katika maisha ili uweze kufika. Kumbuka ya kwamba uwezo wako ni wa kipekee, na unapojenga mifumo sahihi katika maisha yako, una fursa sawa ya kuweza kubadilisha uwezo huo kuwa athari sahihi katika maisha yako.